Isa alayhi salam, waj'alani mubarakan aynama kunt wa halumma jara. Nini baraka? Na nukta ya pili tutazungumza kwa nini hasa tuzungumze neno baraka, kwa sababu gani, kuna umuhimu gani. Na tatu tutaangalia as-sunna, al-Qur'ani was-sunna, Qur'ani nasemaje na mtume anasemaje juu ya sababu ambazo sisi waislamu tukishikamana nazo tutapata baraka. Nukta zetu tatu insha Allah ndizo ambazo tutakuwa tunazungumza leo. Awalan, ma hiya al-baraka? Baraka maana yake nini? Al-baraka thubutu al-khairi, hiya thubutu al-khairi fi shay'in. Baraka maana yake ni kutokea thubutu al-khairi al-ilahi fi shay'in, ni kutokea mambo khairi ambazo Mwenyezi Mungu amesababisha katika jambo fulani. Inatokea mambo ya khairi ndani yake. Idha waqa'at fi qalilin kafarat, khairi hizi zikitoka katika jambo ambalo chache, kitu kidogo sana, inasababisha jambo lile linakuwa kubwa. Wa idha waqa'at fi kathirin kathura naf'uhu, na baraka kitoka katika jambo ambalo ni jingi kubwa, basi manufaa yake nayo yanakuwa makubwa. Hakadha, namna hii ndivyo ulama umma walivyotueleza nini maana ya neno baraka. Ni khairi anayosababisha Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo jambo lile likiwa dogo linakuwa kubwa, likiwa kubwa linakuwa na manufaa makubwa sana, wa hakadha. Hii ndio maana baraka. Walimadha takallamu anil baraka? Kwa nini tuzungumze juu ya neno hili baraka? Kwa sababu ndugu zangu, kila mmoja katika sisi waislamu wa leo analia kwa namna yake, analia kilio chake. Kuna mtu analia kwa sababu hajapata mke bado mpaka hii leo, kakosa baraka ya kupata uwezo wa kuwa mke. Kuna mtu analia sasa hivi ana mke hajapata mtoto miaka kadha, kwa sababu Allah jalla waala hakutia baraka katika ndoa yake, hana mtoto. Kuna mwingine kapata watoto wawili, watatu, mpaka 4 mpaka 5, lakini mpaka muda huu analia, watoto wanamtesa, watoto wanamsumbua. Pengine kisha kwa mtu mzima, watoto washasoma, wana kazi zao, watoto 6 au 7, hakuna hata mtoto mmoja anayemwangalia baba yake biaini rahma, kwa jicho la kumtazama na kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu watoto wale hawana baraka. Baba mtu mzima kawa taabani, anahangaika huku na huku, watoto wapo kila mmoja nyumbani kwake na habari yake. Kwa nini? Hakuna baraka. Hakuna baraka. Imekuwa kama vile Allah alivyosema, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha. Usishangae sana ukiona mtu ana mali nyingi, mtu ana watoto wengi, si kushughulishe. Pengine kapewa hiyo maksudi ili apate kuteseka hapa duniani, watoto wake wamtese kweli kweli kwa sababu hana baraka. Mwingine kapata mke, na tangu kupata mke imekuwa kwa shughuli, hali ya kashiba, hendi ya karudi, kila mara wife anakuambia kantuma, wife anakuambia unajua sisi tuna wake, unajua sisi tumeoa, mimi na nyumba, tangu kaoa imekuwa sasa mpaka ibada zake vurugu vurugu, nafasi hana, mke hana baraka na yeye yule. Mwingine kapata mali nyingi kabisa, lakini ndio maana unaona waislamu wengi Tanzania wapo, lakini wale wanaotoa katika njia za kheri wachache. Wengi wamezama katika majali shari, sehemu mbaya mbaya, katika makamari, katika mipira, katika madudi gani, katika tarabu, katika shughuli le, kwa sababu mali yao haina baraka. Haina baraka mali ile. Na ndio ile Allah anasema kwamba hii mali hii ya kumtesa huyu. Sasa imekuwa mtihani. Mwingine kaishi miaka kadha, labda 50 60, lakini ukimwona kama akafika miaka 5 tu, umri wake wote akiulizwa na Mwenyezi Mungu, hii umri wako umefanya nini? Hajui hata kusema. Maskini ya Mungu anakwenda akirudi duniani tu hana lolote ila manta moja, anajaza dunia kwa amali mbaya tu, kwa sababu umri wake hauna baraka. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameandika vitabu zaidi ya 50. Ameishi miaka mingapi? Miaka 44, 45. Angalia, miaka 45 kaandika vitabu 50 ambavyo wewe una miaka 80 hata kimoja hujaweza kukisoma ukakimaliza, wala hujaweza kukisoma angalau ukakihifadhi, wala vingine tamjina huvijui.
Le kwa sababu umri wako ulikuwa na baraka. Uthman ibn Affan radhiallahu anhu alikuwa na mali ambayo kwamba akitoa kila katika njia ya khairi, yasemekana mpaka sasa mali yake baada ya miaka 1400 na kitu, mali inazidi kumuingizia pesa, kumuingizia faida mbele ya Mwenyezi Mungu. Sababu gani? Kwa sababu mali ina baraka ile. Leo tajiri mmoja anajenga msikiti kama huu, unasimamia, wako wapi wengine? Mbona matajiri wengi wa Kiislamu wako wapi? Mali zao hazina baraka ndugu yangu, mali zao hazina baraka. Khalid ibn al-Walid amepigana vita vingapi? Au Amr ibn al-As, karibu vita 200 vya jihadi, vita 200. Mtu kaishi miaka 54, vita 200. Mimi na wewe hata nusu ya vita hatujapigana, na tuna miaka 50 na 60 tunakwenda sasa, nusu ya vita hatujapigana. Laisa indana baraka, hatuna baraka, hatuna baraka. Al-Imam Ghazali rahmatullahi alayhi ameishi miaka mingapi? 50 na kitu, lakini kaandika vitu, kaacha hapa duniani mambo si kawaida, kaacha turathi kubwa mno, kwa sababu umri wako ulikuwa na baraka, umri wake. Albaraka kad takun fi ilmi au fi almal au fi alwaladi au fi alzawja. Katika kila neema Allah aliyokupa inaweza baraka kukuwemo, inaweza sikuwemo. Kwa hiyo umuhimu wa mada hii au nukta hii ni kwamba tuzinduke Waislamu, mali tunazo. Kuna watu wametahari, wamekwenda nje, wamekwenda kusoma sehemu mbalimbali, lakini wakirudi huku, angalia matunda ya elimu zao ni nini. Anahangaika mtu katika ardhi tu, kenda hakuna moja alilofanya. Akiulizwa wanafunzi wako wako wapi, vipi elimu yako umeitoa, hakuna. Ujanja na kwenda na rudi, hakuna kitu. Kwa sababu nani? Sababu ilmu haina baraka aliyokuwa nayo. Lazima watu tufahamu ndugu zangu Waislamu. Aweza mtu akawa na mali ndogo sana, lakini akatoa lillahi, Allah jalla wa ala mali ile akaitia baraka na ikamsaidia mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Mali ndogo tu. Na yule aliyokuwa na mamilionea akafa hali yako muflis. Kwa sababu gani? Hamna baraka. Vijana wa kileo, kila unayemuona unamkuta nje hapo anaulizia dawa za kuongeza nguvu za kiume. Hakuna baraka, hakuna baraka. Kila mwenye meza hapo ukisogea anakuambia hii inasaidia ile, hii na kuna baraka. Sasa hivi ukiamka hata hujafumba macho tano kwa saa 7 mchana, hii kushakucha, hakuna baraka. Sasa ndugu zangu, hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu mali tunazo, matajiri tunao, maulama, watu walosoma waliokwenda nje kwa katakharaji katika mauniversity wengi tunao. Tunaweza kujenga mavyuo chungu zima na mashekhe wakakuwepo kusomesha, lakini kwa sababu ya kukosa baraka, matajiri hawajitambui, maulama hao ndio wanakwenda mbio tu. Imekuwa umma hauna mwelekeo. Kwa sababu gani? Ya kukosa baraka. Huu ndio umuhimu wa baraka, huu ndio umuhimu wa baraka. Sasa twende katika nukta ya 3 ambayo ndio nukta muhimu sana. Asbab husuli albaraka, sababu au mambo ambayo ukiyafanya utapata baraka za Mwenyezi Mungu. Haya ukiyashika, ukiyafanya kwa mujibu wa Qur'ani, kwa mujibu wa Sunna, si maneno ya kupangwa na mtu, la, Allah mwenyewe jalla waala ndio alisema ndani ya Qur'ani. Jambo la kwanza kabisa ndugu zangu, attaqwa. Attaqwa, ucha Mungu. Ucha Mungu ndio kila kitu, na ndio maana kila khatibu akipanda juu ya member anawaambia wale wanaohutubia, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, na kuhusieni jambo la kwanza kabisa muumche Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza kabisa kumcha Mungu. Bila ucha Mungu hakuna kitu kipatikana. Na kwani tujiulize, je, nini maana ya ucha Mungu? Tafsiri ziko nyingi, lakini tuseme tafsiri ndogo ambayo kila mmoja atafahamu. Attaqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Khalas. Attaqwa, ucha Mungu, an ta'mala ni kufanya amali zako zote, muamala wako, umelala, umeamka, umeuza, umenunua, umeoa, umeolewa, umefanya mkataba kwa ajili ya Allah, tena ala nuri min Allah,
kwa mwelekezo na muongozo wa Allah alioteremsha Qur'an, sio ufanye unapotaka wewe, la, kwa muongozo wa Allah. Tena katika mambo yako tarju thawab Allah, uwe unafanya kwa kutarajia thawabu za Mwenyezi Mungu. Huo ndio ucha Mungu, huo ndio ucha Mungu. Sasa dalili gani inotueleza kwamba ucha Mungu ndiyo sababu kubwa ya kupata baraka katika uhai huu? Mwenyezi Mungu anasema walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, ya laiti wale watu wa mji fulani walioangamizwa wangelimuamini Mwenyezi Mungu, wakamcha Mwenyezi Mungu, wakawa na takwa nyoyoni mwao. Allah anasema nini? Anasema la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, tungeliwafungulia baraka. Kama wangekuwa na ucha Mungu, tungeliwafungulia baraka toka chini ardhini na toka mbinguni, kwa sababu ya ucha Mungu. Lakini walakin kadhabu, lakini watu walimkadhibisha Mwenyezi Mungu, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Tena Allah akasema katika kuonesha kwamba ucha Mungu ndio sababu kubwa ya baraka, akasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yule ambaye atakuwa amcha Mwenyezi Mungu, atakayemwogopa Allah Jalla waala, basi mtu kama huyo katika kila namna Mwenyezi Mungu atamtafutia sehemu ya kutoka. Kama ni tatizo atamtoa, kama ni deni atamtoa, kama ni kufungwa atamuondoa, kama ni visa, kama ni vita, kama ni itakavyokuwa tatizo lote, Mwenyezi Mungu anasema atamtafutia njia kutoka. Kwa sababu ya nini? Ucha Mungu. Idhan, sababu ya kwanza ya takwa ya albaraka ni kuwa na ucha Mungu. Na ucha Mungu ni jambo gumu, maana unatakiwa kila mara umtangulize mbele Mwenyezi Mungu. Kila mara, mathalan kaja nduguyo kakutukana, basi muweke mbele Mungu. Mungu anasema nini? Wa intafu wa tasfahu khairu lakum, ukimsamehe na ukatupilia mbali, hiyo ni bora kwako. Mungu anakuambia hivi. Sasa nafsi yako sema, nafsi yangu achana na haya, Mungu ananikataza kulipa kisasi, asema amenisamehe, nasamehe kwa ajili ya Allah. Ucha Mungu ndio huo. Sasa huo ndio ucha Mungu. Mwingine kakudhulumu, basi Mtume anasema, unaangalia Allah anasema nini? Unsur akhaka dhaliman au madhluma. Huo ndio ucha Mungu. Ucha Mungu usifate nafsi yako. Nafsi mara zote na kupeleka pabaya. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Kwa hiyo lazima ufuate mwenendo wa Mwenyezi Mungu, nuru yake, sunna zake. Sunna ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni njia alokuwekea katika maisha. Hapo utapata utapata hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amestaja. Allah akasema sehemu nyingine, wa illa istaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa wa alla istaqamu, ya laiti kama watu wangesimama katika njia sawa sawa. Ndio ucha Mungu wenyewe. Basi la asqainahum, tungeliwanyenyezea, ma'an ghadaqa, manake baraka, manake mvua yenye baraka, sio ya maangamizi. Ndugu zangu, hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, qira'atul Qur'an al-Karim, ni kusoma Qur'an tukufu. Anaweza mtu akawa na mambo yenyewe madogo. Ndio Mungu aliwasema hayo ndio aliwasema. Hukuambiwa ukajiue nafsi yako ukajiripue. Wewe sio ucha Mungu, hutapata baraka namna yale madogo. Hayo ndio Mungu aliwasema. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hichi kitabu tumekuteremshieni chenye baraka. Chenye baraka kitabu hichi. Akasema tena, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabu hichi Qur'ani ndiyo chenye baraka zote ndani yake. Al-Imam al-Alusi rahimahullah, mufassir wa Qur'an, akaeleza nini maana aya hii. Akasema kwamba unapoambiwa kitabu mubarak, manake nini? Manake mubarakun ay kathirul faida wan naf'i lishtimalihi ala manafi'id darain wa ulumil awwalin wal akhirin. Subhanallah.
ya kwamba unaposoma Qur'ani, lakini jitahidi usome kama kasuku, ujitahidi ufahamu maana yake ili uweze kufaidika. Ukifanya hivi, ndani yake kuna manufaa makubwa katika nyumba mbili, duniani na akhera. Unapata faida kwa sababu ya Qur'ani kama utasoma. Vile vile katika hadith anasema Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, anasema nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, iqra'u al-Qur'an, someni Qur'ani, someni Qur'ani umma wangu, fa innahu yati yawm al-qiyama shafi'an li ashabihi, siku ya kiyama Qur'ani itakuja kumuombea kila alokuwa akisoma. Haya ni maneno ya bwana mtume al-Masum, wa ma yantiqu 'anil hawa, anazungumzia baraka ndani ya Qur'ani, siku ya kiyama utakuja kuzipata. Akasema tena bwana mtume, iqra'u zahrawaini, someni madude mawili, maua mawili, vitu vizuri viwili, suratul Baqara wa Ali Imran, sura hizi mbili. Akasema sura hizi mbili siku ya kiyama zitakuja kama matani, kama wingu kubwa zito hivi, kama mwavuli mzito mkubwa hivi, kama ile miavuli ya Makka, kama vile inakuja na kufunika wewe uliokuwa ukisoma Al-Baqara na Ali Imran. Mtume akasema hivi, hadithi ya Imam Muslim. Na vile vile mtume akasema, tuhajani an ashabiha, zitakuja sura mbili hizi kuja kumsaidia, kuja kumlinda, kuja kumpa hoja, kuja kumpa nguvu yule alokuwa akizisoma, kujibu maswala na kuwathabiti mbele ya malaika wanaomuuliza maswala, Al-Baqara wa Ali Imran. Lakini mtume akasema, fa inna akhdhaha baraka, kuzihifadhi sura hizi mbili ni baraka. Al-Baqara wa Ali Imran, sikiliza vizuri maneno ya mtume, watarakaha hasra, na kuziacha sura hizi mbili ni hasara. Ndugu yangu Muislamu, ni hasara kubwa Muislamu mzima kushindwa kuhifadhi walau sura mbili hizi za Qur'ani, pamoja na mahimizo makubwa ambayo mtume ameyasema. Na Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan, sahaba wa mtume aliyeishi moja mtume, akaeleza nini maana ya al-batala. Akasema mtume akasema, wala tastati'uha al-batala, mtu ambaye ana sifa ya batala hawezi kuhifadhi Qur'an hata siku moja. Muawiya aliyemsikia mtume anasema nini maana batala, maana nini? Akasema kwamba as-sahra, wachawi, wanga, anasema Muawiya, piga uwa, hawezi hata siku moja kuhifadhi al-Baqara wala al-Imran. Hadithi ya Abu Umama al-Bahili ambayo imo katika Sahih Muslim. Sababu ya pili ni nini? Qur'an al-Karim. Sababu ya tatu ndugu zangu ya kupata baraka, birrul walidain wa silatur rahimi, kuwafanyia wema wazee wako wawili na ndugu zako waliobakia, jamaa zako. Hii ndugu zangu ni katika jambo kubwa sana. Wengi katika wale ambao tunapopata uwezo tunawatupa ndugu zetu. Allah anasema nini? Fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Fahal asaitum, je, mnaonaje? Kwani si jambo tunalolijua kwenu natarajia? In tawallaytum, kiondoka tu hapa mkageuka tu, an tufsidu fil ardi, mkapita katika ardhi mkaanza kufanya ufisadi. Na zaidi nini? Watuqatti'u arhamakum, na mkawachilia mbali, mkawatupilia mbali mjomba, shangazi, amo, ameme na bibi na wengineo wote. Huna haja nao. Kesa nini? Wewe umejitosheleza, wewe una mke wako, wewe una wanao, wewe una nyumba yako. Ndugu yangu, unajifungia mwenyewe mlango wa baraka, unajifungia mwenyewe mlango wa baraka. Wallahi thumma wallahi, na wajua watu hapa ulimwenguni ambao walikuwa sawa sawa, ndugu wawili, kila mmoja kapata mali sawa na mwenziwe, lakini mmoja kafungua milango ya jamaa zake akawapa kile kidogo alichokuwa nacho. Wallahi Mwenyezi Mungu kampa bighairi hisab, na mwingine kafunga mlango kwa jamaa zake akasema kwamba mimi ni mimi tu. Mwenyezi Mungu kamwacha vile vile alivyo. Kisa nini? Kamnyima baraka. Hawa watu wapo. Na silatul rahimi
ni jambo lililoshikamana na Mwenyezi Mungu kabisa, kama Mtume alivyosema, man wasala rahimahu wasalahu Allah, atakayeunga udugu, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, huyu ndugu yangu kwa mama, ndugu yangu kwa baba, huyu mtoto wa bibi yangu, mtoto wa nani yangu, akawaunga, Mwenyezi Mungu naye atamuunga. Unaonaje wewe ukipata mdhamini wa Mwenyezi Mungu? Utakuwa ushafanikiwa. Na vile vile wa man qata'aha, atakayekata ndugu zake, qata'ahu Allah, Mwenyezi Mungu naye atamkatilia mbali. Ndio unajikuta tunaishi katika majumba, wengine majumba ya ghorofa makubwa, ndani mna AC, ndani mna TV 3, 4 mpaka 5, ana magari 2 matatu, lakini ukimuona kila saa dhiki tu. Vipi? Sina raha. Unauma hata si umu, basi tu. Vipi? Basi tu. Basi nini? Huna baraka wewe. Umetupa jamaa zako. Unajiona ndajichocheleza wewe ndugu yangu. Tayeb. Tena ndugu zangu, kutizama ndugu zako, Mtume kasema man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi, mtu ambaye kwamba anataka Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki zake, au yunsalahu fi atharihi falyasur rahimahu. Mtume kasema anayetaka Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki zake na auache athari yake duniani, ajitahidi sana kuangalia ndugu zake, kile kidogo ulichokuwa nacho hicho mpe ndugu yako. Wakati mwingine kumjibu mtu jambo zuri ni bora kuliko kwamba kama hata ungempa kitu ukamwambia, ndugu yangu wallahi nimeamka vibaya, lakini kama ningekuwa nayo wewe si wako kutupa mimi, wewe nimewakula naye pamoja, anaondoka kwa roho yake nyeupe kabisa. Hata ungempa singekuwa na furaha mna ile. Ndugu zangu, hii ni sababu ya 3. Sababu ya 4, at-tabkir fi talab ar-rizq al-halal, kuamka mapema kwenda katika riziki ya halali. Hili jambo hili watu wengi wamelisahau. Mtume kasema, anaomba dua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mwenyezi Mungu nakuomba uwabarikie umati wangu wanaomka mapema, wanaohangaika katika ardhi mapema kabisa. Sio mtu unalala mpaka jua linakuja kukuamsha, hapana. Lakini nani anamka mapema ikiwa muadhina anasema hayya ala salah na watu wamelala, hayya ala falah watu wamelala? Nani anakuja msikitini mpaka ayakaya aombe nyiradi? Manake hii inatunguzwa hapa ni mtu kamka mapema, kaswali msikitini na kisha karudi anakwenda katika shughuli zake. Na kuna watu wa kheri msikitini, mashallah, Allah ibarik fihim, wakishakufa kuanga alfajiri wanakwenda hospitali. Naam, anakwenda kutafuta amali ya akhera. Achilia mbali wao wanakwenda kazini unatafuta dunia. Kuna watu wanakwenda hospitali kumhudumia mtu ambaye kwamba hawezi kuondoa mpira wa kinyesi uliokuwa kaufunga hapa. Taamal ndugu yangu, wakati mwingine ukiambiwa jambo usilifanye limepita huku limetokea huku, lifikirie vizuri. Mtu anaacha kitanda chake, anaacha mke wake, anaacha nyumba yake, alfajiri anaacha usingizi, anakwenda kumhudumia mtu hamjui mwanzo wala mwisho, si ndugu yake, si shemegi yake, si dada yake, basi ni mwanadamu mwenziwe, ana dhiki, anakwenda haja kwa mpira. Huyu ndugu yangu anatafuta akhera wala si dunia kabisa. Huyu wewe sisi kumpata. Na hadithi hii aliipokea sahaba akiitwa Sakhri al-Ghamidi. Huyu Sakhri baada ya hadithi hii anasema, mimi nikaanza kufanya biashara, ikawa mimi nikiamka alfajiri, jambo la kwanza kabisa nikisha kuswali natoka na shughuli zangu mpaka kawa tajiri. Angalia, kapokea maneno ya Mtume, kafanya tatbiq, kafanya implementation, kafanyia kazi, katajirika. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Hawaambii maneno yakaingia huku yakatoka huku, la, wanafanyia kazi. Idhan asbabul baraka tumetaja 4. Ya kwanza at-taqwa, ya pili qira'atul Qur'an, ya 3 silatul rahimi, ya 4 at-tabkir fi talab ar-rizq al-halal. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi hatal muhtadun وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.